Labda kuna mama wa chama labda mahali wanapeana pesa, unapata mmoja wao alikuwa shani-inform mapema hiyo siku mtu fulani atakuwa anapatiwa pesa ya chama kiasi fulani, unapata niko na hiyo clue. Kwa hivyo hiyo siku na waro Hi viewers, once again welcome to my confession show. Our guest today is Frederick Njoroge, isn't it? yeah. Frederick amepitia mambo mengi, amekuwa street boy, amekuwa mwizi, amekuwa drug addict. For more information, stay tuned as he give us the intel of his lifestyle. Kama vile nimesema kwa majina ni Frederick Njoroge, nilizaliwa 1992 hapa mtaani Mkuru Slum Viwandani. Nikaingia primary school kitu I think in 95, nikakuja nikamaliza 2007, nikamalizia class 8, sikuweza kufika form 1 ama kuendelea na high school. Nilipofika hiyo 2007 nikamaliza class 7, 2008 nikaanza tu ile vya mtaani kuhasol hapa kule, kutumia drugs. Hiyo mwaka the same year 2008 nikajipata nimeingia kwa crime. Ile kujaribu kutafuta maisha nini, na pia kiangalia wale walikuwa role models kwa community mtaani, walikuwa tu watu pia kwa engage kwa crime. Sasa nikiendelea hivyo ndio nikajipata nimeingia deeply into the crime. Nilianza na hii ndogo ndogo, but sasa nikajipata nimeingia sile deeply sana into crime kubwa kubwa. Nikaendelea hivyo Kubwa unafanya nini? Yani ile kama inside jobs unapata labda kuna mama wa chama labda mahali wanapeana pesa, unapata mmoja wao alikuwa shani-inform mapema hiyo siku mtu fulani atakuwa anapatiwa pesa ya chama kiasi fulani, unapata niko na hiyo clue. Kwa hiyo siku na waro kwenye saa nilikuja nikajipata kwa hiyo life, nikaendelea hivyo, nikaanza kupata hizo mindset job. Unapata mama amekuja niambia juu watu washajua huyu kijana na vijana huku wanao hii ndio inakuwa maisha yao. So napata mtu kazi ulikuwa umefanya umetambulika. Yeah, unapata nimekaa hivyo, mtu anatafuta mama fulani ashindo yeye nini. Niambia mimi kuna chama tunatoaga hii na 10k, tukifikisha labda 80 tunapatia mmoja wetu. Sasa ikamleto hiyo inside job. Baki hiyo siku mama amekuja na ametupatia hiyo kazi, tukaisikiza, tukangojea siku ilikuwa Friday, tukamwendea. Tukapata saa mali penye hizo pesa zimekusanywa sawa na kuja kupatia mmoja wao. Immediately tukaingia na tunachukua zile pesa tunawaroga. Na after hapo unapata mama alikuwa ile pia alikuwa anataka kiasi fulani, but hatutampea hiyo. Labda alikuwa anataka 30, tunapatia kama 10. Na hizi kata juu anajua pia hatuwezi cheka naye. Yeah. So ukiendelea kuibua mama wa chama, ni deals gani kama mnafanya platform za kuibua mama wa chama? Mambo na kutapia drugs, unapata hizo ndio ukipata niwende ungare, labda pia madem warembo pia unajua lazima bado ucheze pati yako kwa warembo wako. Ya vitu kama hizo unapata tu mambo na madem, mambo na drugs, kutumia pombe, yani kula tu raha. Yeah. Ndio ufike mahali ambapo ulikuwa umeshatenga kikundi. Nakumbuka tukiongea ulikuwa unanieleza ulikuwa na vikundi vingine huko Mathare, Dandora. Yeah. Ilifika mahali aje hapo mahali ndio ikafika mko na vikundi mpaka umejulikana maeneo kama haya? Ni ile unapata boy fulani ile tu link labda mmepata na kwa mali mnacheza reggae, mali mnakunywa pombe pamoja, ile tu kushare story, mtu anajua kumbe pia unakuwa gay life yana kwa hivi. Sasa unapata kuna hizo ni kama exchange program, mtu anakuambia pia huko kwetu ukikuja kuna mali tunaweza piga kazi, ilikuwa inaitwa kazi. Ya unapata mtu akwambia pia huko kwetu ukikuja kuna mali tunaweza fanya hivi na tupate do. Sasa hiyo unapata tumejua ni labda mali kwa kama kwa Bama au mali kwa starehe. After hapo tumefollow up, nimekujua mtaa yao, tumefanya hiyo crime, tumepata do. Unaona sasa tumebuild ile friendship na kuwa strong. Sasa mnapobadilisha kwa mtaa tofauti mko mnafanya kazi gani hasa? Ni hizo tu za crime. Bado unapata mwingine amejitokeza anasema pia kwa Mathare kuna mali anajua kuna do, labda alikuwa ameambiwa lakini alikuwa anashindwa ataifanyaje. But ile tukishikana pamoja unapata tumeweza kuiro. Yeah.
ukiwa katika hiyo harakati ya crime, the worst event umeshaifanya mpaka wewe mwenyewe kakuguza ni gani? Kuna event nilikuwa nimechorwa M-Pesa fulani. Sasa mama alikuwa kwa hiyo M-Pesa na operator alikuwa na ball, alikuwa na mimba. Sasa nilifika hapo alikuwa ametulia, nikaingia, appearance yangu alikuwa amekaa nje M-Pesa, amefungua tu mlango. Sasa nilifika hapo nikauliza nani yako hapa? Akasema ni mimi niko customer, akamwambia ingie nihudumie. Sasa ile aliingia nikatoa gun. Ile nikamlalisha chini, alikojua tu mara moja. Unaona, pia mimi nilishtuka tu, sikuwa natarajia kutoka, nilikojua tu atacooperate vizuri. Yeah. So baada ya kukojoa ni nini kiliendelea hapo? Ilibaki tu nimechukua do na tukatoka. Yeye mwenyewe alikuwa kwa ile hali ya kuona kile kitendo kinaendelea, ama alikuwa ni kama alifaint? Yeah. How did you feel kwa hiyo harakati? Nilijua hata mimi nilienda nikatulia na hizo do. Ilibaki naona hiyo ni ya leo. Sijai pata nini kama hiyo scenario kama hiyo. Yeah. Ni nini ilifanya ukafika mahali ukaona it is time to change, it's high time to change? Nile nilikaa hivi nikaona vile tu nilikuwa natakaga kwa hiyo life. Sisema sikupata, kama ni do nilipata. Kama ni hizo, yani hiyo kutembea na hizo magenge ndio nilipata, ile kujulikana nini. But nikiangalia nikaona hakuna step yote nilikuwa nimemake kwa life. Labda nikaona na nikirobu sana ndakuja siku moja labda ni buy plot, labda hata nitembee na gari. But niliangalia nikaona hakuna kitu yote imehappen. Nimekimbia hizo miaka zote, nimefanya nini na sioni chochote. Nitakupata kidogo. Yeah. Umesema ukiwa kwa hiyo harakati ya kufanya crime. Yeah. Hiyo wakati ulikuwa unaishi na wazazi ama ulikuwa unaishi peke yako? Nilikuwa naishi peke yangu juu najua sasa ukiingilia maisha negative kuna vile sasa pia unakujanga juu utalelewa hivyo, kuna mali unafikaga pia unasikia unajitenga na familia juu tayari umeshawaibisha. Unaona sasa mpaka ile sitaki kupata na mtu wa family na katu mbali na unajitenga mbali. Yeah. Na kuna wakati ilifika ukatoka kuishi peke yako ukaenda kwa street. Yeah. Ni nini ilitendeka? Sasa wakati nilikuwa mali nilikuwa naishi ndivyo sana nilijitegemea mkutano, nikaona hakuna kitu yote nimechange, sijapata maendeleo yote. Nikiangalia na wale marafiki nilianza nao, especially tukasoma nao, waliangusha kwa kitambo. Wale nimepatana nao wapya pia wameangushwa. Unaona walikuwa wanaangushwa na nini? Yaani wameuliwa na makarao. Unaona juu ya crime, unapigo justice. Sasa nikaangalia nikaona nafaa nifike mwisho wa hii life. Na sasa ndio nifike mwisho, nafaa nifanye nini? Nikajaribu kuangalia nikaona nijisarendesha, nikaona hizi nishindo niokoke, nikaona siwezi enda direct. Sasa nikashindo ndafanya nini? Ndio hapo siku moja nikiwa nimekaa kwa nyumba nilimake decision, nikaona inasuna kwanga na machokora na wanakaga tu hivyo bila expenditure, hawana gharama yote ti wanalipa nyumba, wana peer pressure ama hawana pressure yote ti wanahitaji pesa kama penye mtu anashikwa shelter ama kwa community unahitaji. Ndio nikamwacha mimi niende kwa street. Sasa ilibidi niache ile nyumba yangu, nikaacha kila kitu, nguo nini, zile vitu nilikuwa nimepai, ilibidi nimeziacha. Yeah. Ukaanza maisha ya street. Nikaenda sasa kulala kwa street. Sasa kwa street ulianza maisha kivipi na ulienda wapi specifically? Hiyo siku nilienda base fulani pale Mtindwa, street walikuwa na kapo wengi, ina Buruburu perimeter wall. Sasa nikaenda nikakaa hapo hiyo siku, na kumbuka nilikuwa nimeng'ara vizuri sana. Watu wale watu najua sasa ile station wako ni wachafu. Nikaenda nikakaa hapo hiyo siku, nikafurahi nao, tukashinda pamoja. Sasa nilipofika jioni nikashindwa niende wapi. Nimefika ile masaa yenyewe sasa kila mtu ni kulala. Na mwenyewe wale wanajua mezoea ikifika ni masaa ya kulala anachukua gunia, anaingia ndani, analala. Sasa mimi nikashindwa ndaenda wapi. Naona kumbuka kifungu nilitupa. Nilithrow kifungu yangu kwa shimo fulani ya siwa la ilikuwa open. Juu sasa ile nimeamua sasa hii maisha nimeachana nayo. Na hadi mambo ya shelter nini nimeacha. Sasa siku mimi nilikaanga hapo kama watu wamelala tu hapo usiku mzima hadi asubuhi ikafika. Yeah. Nikakuwa sasa mimi sijalala, nimechunga watu wakilala. Sasa mchana tena usingize kaanza kunishika. Unaona? Na pia juu bado naogopa, unaona huku unaweza lala kitu mbaya kufanyiki. Yeah. So ilifika je kwa cop up, and then how was street life? Sasa life nayo nyingine ngori.
Yeah, sasa hiyo kwenda hivyo kulikuwa adopt sasa. Hiyo kulala nje kila siku kabla ijulikane. Pia kwa street kuna harassment. Kuna watu wanakuja wanaona wewe ni msafi, wanataka kujua kwa nini ni nani hapa nini. Unaona, plus pia pale makarao mimi wanijua najua ma street. Wanakuwa kuna venye ukana mimi wakiangalia na niko different. Sasa pia nilikuwa na feel harassed kidogo. Sasa nikaenda hivyo nikadopt zile nguo zangu zikakuja zikakuwa chafu. Zikaruka, yani nilikaa nazo bila kuchange, hadi kuoga sasa nimeacha mambo ya kuoga siogi. Chawa zikaanza kunikula kila pahali. Chawa zilinijalia mwili mzima tu, nilikuwa najikuna kujikuna. Ukule ikakuwa ni shida, nikakuja hata nika lose body weight, mwili wangu ikabadilika. Nikaanza sasa kula kwa dustbin na normally kwa hoteli nje, naangalia kwa hiyo dustbin napata chakula. Kama ni drug pia nilikuwa napata kwa street, napata drugs ziko natumia mpaka mafuta ya gari, petroli navuta. Yaani sasa pale ni chochote cha umepata nacho ndicho unatumia, iwe ni chakula, iwe ni drug gani. Si nimeweka specific ativa ulikuwa unajifanyia kwa nyumba, tunakula gatu nyama na greens. Pale ni cha umepata ndicho utakula. Na ukiangalia ni kitu waste. Yeah. Kuna speculation kwamba most of the street kids huwa wanatumiwa na drug barons, drug peddlers. And sometimes wanatumiwa na watu wako kwa crime kubeba bunduki. Being that tumekuwa kwa street for almost 3 years, nataka utupatie ukweli ambao uko hapo ndani. Mimi pale venye niliona street families wako very innocent. Juadi nilikuwa nakaa nao hivi naona hakuna kitu yote wanajua. Wanajua wamke. Ndio drug utapata juu. Drug ni normal kupata. Vitu kama bangi, pombe, miraa. Unaona? But ukiingia ni mambo na crime, hakuna kitu yote wanajua. Labda hii crime ya labda uibe ndoo plastic uende uze. Unaona? But ile crime ile inaitwa crime ile ya kurob pesa, hawajui vitu kama hizo. Yeah, sasa nilikuwa nakaa nao naangalia naona ukupata doni ngumu. Huku labda yani hata drug unapata ni ile si pure drug. Labda umeenda kwa dustbin unapata kuna mtu alitumia drug, hata pombe alikunywa akafika nusu akaitupa. Hiyo spirit amechukua na ikunywa. Unaona? But sasa pia kuna doa tenda kwa ni spirit ama kwa bar anonome. Yeah. The worst experience you get ukiwa kwa street ni gani? The worst experience nilipata nikiwa kwa street. Kuna siku tulikuwa tumelala. Unajua sasa nishakuja nimeadopt, nimekuwa na gunia yangu. Sasa unajua pale kwa street tunaingia ndani wala ndani ya gunia. Sasa siku moja wakati tumelala kwa pale, tulisikia shootout usiku. Unaona? Na venye tulisikia shootout ikakuwa kulikuwa na gangster walikuwa wakimbizana makarao. Hizo shootouts zikipigwa, kuna street moja alishutia hiyo usiku na kadedi tukiwa hapo. So na tokeo siku nikakuwa naona eneo kwa street bado kukufa innocent ni haraka. Yeah. Na kuna mahali ulifika ukakuwa drug addict, ukakuwa mgonjwa. Ni nini ile happen hapo katikati? Sasa wakati nilikuwa yani niko na stress, sikuli vizuri, afu drug napata kwa wingi, nazitumia sana mwili wangu kwa imedhofika. Nilikujanga nikakuwa nini kiafya hadi nikaanza. Hizi drugs mlikuwa mnazitoa wapi? Ama kwa most of the street kids wanazitoa wapi? Watu wenye wanaishi kwa manyumba, kwa shelter. Unapata mtu kwa community labda mali anaishi kwa apartment, anajulikana nini mtu mzuri nini, atumienge drugs. But ni mtu anatumia drugs. Sasa unapata akiwa na ile drug, badala itumie huko kwa nyumba, anakuja nayo pale kwa street. Amekuja na drug, amekuita nini niko na nini hapa. Tunaweza tumia. Unaona unapata mnatumia na yeye. Unaona yeye amekuwa cha hivyo umevuta drug na ujakula na yeye ameenda. Unajua after drug unajua lazima ukule after either ama before. So unapata umeachwa kwa drug na uko njaa. Unaona na yeye ameenda. Common drugs ambazo zinapatikana kwa street ni gani? Sasa ni bangi tunafanya. Na gum. Lakini unajua gum hizi juu watu wa community wavuti watumii gum. Gum inatumika na street, petroli, bangi ndio iko. Ni manufaa gani kwa mnapata hiyo wakati wanavuta gum na petroli? Kuna venye na kuonesha zile challenge uko nazo, unajua ukiamka asubuhi hata hapa normal life, ukiamka kwanza unafikiria venye maisha yako iko, venye unataka ikue, unaangalia
hizo vitu zinafanyika. Sasa pale unapata ukitumia hizo vitu, kuna venye zinakudanganya ni kama yani hiyo shida imesaulika, but wakati zitakuja hiyo steam ishi, ndio unakumbuka sijakula, nahitaji kukula. Sasa kwa hiyo tena ile stress inakurudia. But ziko zinasaidia hiyo part ya kusukuma stress, but pia hakuna kitu ina change. Ulikuwa hapo umejaribu ku avoid crime, ukatoka kwa crime ukaenda kwa street. Instead of changing your life, you find yourself you are now into the fire. Unavuta gamu, una take drugs and then you got addicted. Ilifika je ukaamua ukatoka kwa hizi vitu zote? Sasa nikiwa hapo nilifika mali juu kulala ilikuwa tuko nalala mapema kwa nyumba yasema nalala saa 3 saa 2. Tuko na kapo sana usiku, napata unajua tuko nakaa kwa perimeter wall. Unajua hiyo perimeter wall ikifika usiku na vina kwa moto. Sasa tuko nailalia. Sasa tukiwa hapo tuna share stories. Yeye mbona ulikujanga huku? Sikampewa niambia. Yaani nilikuwa tumia story kupata story. Si ati na kukujia direct nataka kujua. Ile tu tunapiga ka story. Nasikia mtu ameanza kujiongea. Napata mwingine tuko ni Westland. Nashtuka, mwingine ananiambia tuko ni Karen, nashtukaje uko hapa? Ndio nikakuja nikaona na mimi nikuja hapa niko nimetoka slum. Na kuna watu nakanoa niambia yeye ashaifanya kazi na kampuni kubwa, ashaikuwa mwalimu, nashindwa aje na uko street. Ndio sasa nikakuja nikajua. Kwa hivyo kuna si kutaka kwa mtu, kuna chenye kiu happen ndio mtu akuja kuwe hiyo life. Sasa nikiwa hapo nikaendelea hivyo nikaona na kuna venye inaweza kuja nibadilishe story. Hizo vitu zenye zina happen kwa life za watu wanakuwa street. Ndio sasa nikakaa nikajiuliza tumia mbinu gani. Tukiwa hapo kwa street, juu pia mimi sijasoma sana na kuna watu tunapata ni university material. Tukaanza kufikiria tunafaa tuwe na ka group hata kama si ni street tufuatilie hizi projects za youth na za community. Wengine wanasema hakuna vitu kama hizi watu juu mtabaguliwa. Wengine wanasema inaweza wako. Tukaenda hivyo tukaamua tutengeneze group. Tukafungua group ya kwanza ilikuwa inaitwa Street Print. Tukajiform, tukasema itakuwa self-help group ya kusaidia street wa hiyo mili. Sasa ikakuwa kuna watu pale yani mtu anajua hadi mambo na registration nini, but yeye ni street. Ikakuwa tunahitaji kufungua self-help, tukasikia ni thao. Tukatafuta doza kuandika minutes, constitution, but tulikuwa na biro, sasa tulikuwa tunaandika tuko makaratasi. Tuko na businessman mmoja alikuwa anapenda kutubaia chakula, mkate, maziwa, na pia anatuongelesha na tuambia tunafaa tubadilishe maisha. Sasa tuko na kuacha tumuende na kitu tofauti, juu tumezoea kumwendea tubaie chai. Tukampelekea ile karatasi. Akatuambia ni yani, tukamwambia sio nataka kufungua group yetu tukue register kama street. Na kwa nini mko sure mtafanya Sasa nataka tunasaidia, tukamwambia sio nataka kitu ya kwanza tupe pesa za kwenda kutype hizi karatasi. Ni ngapi? 500 akatupe. Tukaenda kwa cyber. Mtu wa cyber ndio masiku amekuja hapa kwa cyber. Tukampelekea akatutaipia, tukaendelea kutia minutes na constitution. Na sasa tumechagua na official. Mimi nilikuwa secretary, kulikuwa na chairman na treasurer. Treasurer alikuwa ni boy wa university, amefanya accountant but ni street. Chairman pia alikuwa ni mtu wa university but pia ni street. Na mimi secretary. Sasa tutakata kidogo. Umeongelelea kuwa hapo kwa street kuna wale watu walikuwa wamesoma na uliweza kuinteract nao kidogo. Ni nini ilikuwa inafanya watu wa aina hiyo ambao wamesoma ama kuna wengine wako na mali, familia zao ziko na mali na wanajikuta wako mali kama hapo? Nilifuatilia nikapata ile labda kubackside kwa life. Unapata mimi alikuwa kazi poa, due to labda alikuwa na plastare na kunywa, labda akakuja kando zile job. Unaona? Juu labda ya kukunywa kashindwa atafanya nini, akifuatilia familia nini. Unajua familia zimanga ikupe mawaidha, na unapata sana ukiambia ukweli inakuuma. Unapata utaki kuona na mtu anakuambia ukweli, unapata pia mengi street.
Unaona, mwingine labda amekosana na watu wao, amekaa amefanya nini ajue. Juu sana ndio mtu afike street, huko umefika ile mwisho. Either jitoe uhai ama ufanye nini, unaona acha mimi nijiunge na machokora. Juu kawaida hadi kwanza ukiwa mtoto unajuanga chokora si watu wazuri. Chokora, maisha ya chokora si poa. So unapata mtu make decision, acha mimi nikaishi na wale watu wenye wapendwi, unaona. So unakuwa pale unakuwa ukifika kwa siku unapata kuna huyo upendo. So ukifika hapo unapata hata nimefika home hadi sasa utaki mambo ya watu wenyu. Sasa nikapata kuna vitu tofauti zi happen kwa life ya mtu. Sasa ndio naona badala ya jue wacha kuja street. Kuja street na unapata ni vibaya. Sasa kabla kuja doc lazima apitie na unie different kabisa na street wengine. Na yenyewe tumejulikana sana. Mpaka tumeanza kuitwa seminar, Sarova Stanley Hotel, conference. But mimi ndio naenda kama representative wa watu. Sasa nikifika huko naona yani ile hotel nimetoka sasa inarudi street. Na watu niko nao kwa juu. Mimi niko na hapana. Niacha watu wanijue. Wacha mimi niongee juu nikiendelea hivi mimi ndo ndaumia. Wacha watu wajue niko nimetoka kwa street. Sasa nikaanza kuambia watu mimi hata unaniona hivi. Nimetoka kwa street na narudi kwa street. Mtu aamini niko conference ulipata hii link aje. Namuelezea anashtuka. Sasa ikafika mahali tukasema tutafuteni kanisa tushirikiane nayo ikue pia sisi kama watu wa street na hiyo organization tunashirikiana na church. Unaona? Street moja akasema mko tayari kwenda church? Kuna church najua hiyo ndio ma street. Sisi tukasema pia kudiscriminatiwa hatuwezi enda direct. Lazima kwanza tuongee na pastor before hiyo day yenye tunaamua kule. Sasa wewe fanya hivi ndio tulete namba ya pastor. Siku moja akaenda church hiyo siku akatuletea namba hiyo siku na kumbuka kulikuwa Sunday. Atuambia nimeongea na pastor nimwambie mnataka kuja kanisa na ndio hii namba. Sasa bado unajiita kanisa. Na venye mimi kwanza nilikuwa mtu mandomo, nilikuwa vitapangi mingi sana. Naangalia naona kanisa ndaenda kweli. Naona lazima life change. Na jonye tusha change kidogo, tumebakisha tu kidogo maisha yetu ibadilike. Tukapigia ule pastor. Nakumbuka tulimpigia Wednesday. Kampigia akushika simu. Tukasema kwa nini umetuenjoy wewe? Sasa tuko na ile tunataka kwenda na kuongea na pastor. No pastor hajashika simu. Sasa ile hapo tena inarudi chini. Kesho yake pastor alinipigia Thursday. Hello. Hapo alikuwa anaongea Kizungu. I got you a message nini? Sina si pia pale na broken yetu lazima ningechangamka kama secretary organization. Kaambia pastor tulikuwa tunataka kuja kanisa Cinema Street. Tuko na group yetu. How many are you? Tuko wengi pastor, labda ulete pastor tu huko. Na ni wangapi wameamua kwanza kukuja? Kaambia 15. Sawa. Hiyo ni Thursday. Friday pia akatupigia kutujulia tu hali. Sasa tumepangana tukasema kwanza watu wenye lazima wakuje twende kanisa ni wale leaders na elders wa hii base na wa hii group. Alafu sasa kuna feed the members. Juu sasa hiyo masala ikizunguka nasikia hadi natumia hizi word nilijulia pale kwa street. Through wale watu wamesoma wananiambia mtu mwenye umefuatilia group au itwa hivi si member kawaida, kuna jina huitwa sijui mpaka jina beneficiary, hizo ndio nilijulia hapo. But wale watu walikuwa wanipa hizo words walikuwa watu wanipush wataki kutoka. Unaona, wanakuambia hiyo siku ukienda huko kutakuwa hivi na hivi, hizo stories za conference huko hivi. Sasa ikafika pastor ametu Saturday, kesho sasa ndio twende church. Tumejitayarisha, tumejaribu kupanguza viatu nye tuko nazo nguo. Pastor alituma fare watu 15. Kafika Sunday asubuhi, watu waamke twende church. Tuliamka watu 8. Hao wengine wakasema mimi siwezi enda kwa kazi ya kunywa chai. Ambia pastor kwanza atume pesa ya chai. Maana excuse imeanza mingi. Mimi nilikuwa na moto sana juu. Yaani venye nilikuwa na receive hizo masimu. Nilikuwa naona ile life yenye sasa inakuja tofauti. Kulingana venye mpaka naona siku hizi simu itulii iko busy. Hadi kizima kidogo napata mtu anipigia kesho yake ati jana tumekupigia secretary upatikane. Sasa nikiendelea hivyo
Hiyo siku sasa imefika Sunday, tunaenda church. Church iko Mbagathi huko, pale Mbagathi hospital kwa hapo opposite. Hiyo siku kulikuwa Sunday, tunaenda tuko 8. Kufika tao, mmoja wetu akajificha. Tulipanda na street wengine hapo, wakasikia tunaenda church, kwanza wakatuchekele. Huyo mmoja akabaki nao, tukabaki 7. Kwenda kupanda gari za kwenda Ngumu huko Mbagathi, hakuna gari. Kufuatilia kumbe kulikuwa na ile marathon inafunga na barabara. Tukashindwa sasa tafanya hivi. Tukasema nini? Tuendeni. Duno tulitembea mguu kutoka Tao mpaka huko. Tulifika saa 6. Mpaka huko chachi na jua. Sisi ndio wageni tumengojewa. Sasa atupigia masimu tunamwambia hakuna gari lakini tunatembea tukikuja. Sasa tulifika. Chachi ilikuwa karibu kuisha. Wageni wamefika, tumekaribishwa. Nikafika nile masaa sana nasikianga uongee pale mbele kwa kanisa. Tukaitwa. Mimi nikajuzani nilikuwa kama kiongozi lazima ningetokea wa kwanza. Katokea hapo, majina ni Frederick na nimekuja kuokoka. Kanisa kisikia hivyo. Makofi pale na nderemo. Hivyo watu wa 7. Mimi nakumbuka tu pastor alisemanga 7 is the number of God. Na wamekuja wakiwa 7. Na kuna lingine sasa ni kuombea wokovu. Mimi ndio niliombea wa kwanza. Ukaokoka ya ukweli. Nakwambia hivyo tu niliombewa hivi. Nililianga 30 minutes. Niko nimeshikiwa hii side na hii side, ni machozi tu natoka, hata sijui ni machozi ya nini. Alafu mimi kuna design nilifeel hapa kwa mabega zangu. Yaani siangalie na mzigo imeondolewa. Nisiangalie nimekuwa mrahisi mwepesi. Yaani mpaka asikia naweza jump kwenda juu sana. Nikasikia ni kuna kitu imefanyika different kwa mwili yangu. Watu wakaombewa hivyo. After hapo nini pastor tukarudi mtaani Dale base. Sasa kurudi base. Wacha sasa wale masiti sasa ndio wakiambia watu. Tulifika church secretary anaanza kulia. Unaona sasa watu base wananichekelea. Na sio ulifika kwa kanisa ukaanza kulia ulikuwa unalia nini? Yaani ile kitu niko nilizongea swali na watu. Hadi nashinda ndawaambia nini? Naambia mimi sijui brother, nilifika tu pale ile pasi. Niliguza hivi akaniombea nikaanza tu kulia. Lakini uliokoka kiukweli. Niliokoka kiukweli juu yenyewe nilikuwa na ile kiu. Unaona? Juu yenyewe nilikuwa nishaona ile future venye sasa inaanza kukaa. Unaona hadi nikilala hivi kwa street nilikuwa tu naota mandoto. Maisha ikiwa imebadilika. Unaona? Ushaota ile ndoto yani uko tajiri. Kidogo na mtu anapata niko kwa gunia ndani. Niko kwa gunia. Unaona? Kwa mimi tu ningesema hata ukisikia mtu kwa crime usimbague, jaribu kumuongelesha. Ukisikia mtu kwa hiyo prostitution, hiyo demu, jaribu kuongea naye. Mtu kwa drugs, jaribu tu unaweza kumsaidia. Ama mtu kwa street mwana mtu ni mchafu, mpatie hata chakula, food, hata nguo, na ujaribu kumuongelea. Ndio simbague, jua uwezi jua unaweza jipata hapo. Jumini na kama sasa hivi nisha change na sasa ni shida nyingine. Sasa kitu news tu na checking penye najua kwa pia mimi nikitembea naona mtu venye ako na juliza vitu watu walikuwa wanionaga juu unakaa nasikia watu wanaongea kuhusu mtu fulani, unaona, najuliza kwa hivyo ndio watu walikuwa waniongeleaga, unaona. But sasa nashukuru God maisha imechange. But kitu naweza ambia watu ndio unaweza kuwa labda unataka kuchange kitu fulani career nini, but kitu ya kwanza seek God first. Hapo ndio life yako ita change.